Asante sana kwa yeye ambaye umeendelea kuichagua Mseto Media kuwa kitovu chako namba 1 cha habari. Wewe ambaye huja subscribe, bonyeza maneno mekundu sasa subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa iliyotufikia mezani mwetu hivi punde ni kwamba jeshi la polisi lazidi kuwakamata viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Inadaiwa mpaka sasa kwa kufuata mfumo wa viongozi wakuu waliobakia uraiani ni wachache. Hivi majuzi jeshi la polisi lilitoa taarifa kwa umma iliyoandikwa na ninakwenda kuinukuu kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi nchini linapenda kutaarifu umma wa Tanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kulileta athari kubwa. Mbali na athari kwa uhai na maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM na baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi kutoka Kimara mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko. Ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zege kwa kutumia matairi na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchoma moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchoma moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaomba kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pia kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao: Josephat Gwajima, Brenda Jonas, John Mnyika, Godbless Jonathan, Machumu Maximilian, Deogratius Cosmas, Boniface Jacob, Hilda Newton, Awadi Kalonga na Amani Golugwa. Jeshi la polisi linataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wamekwisha kamatwa zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025 baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Pia jeshi la polisi litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi katika kulinda raia na mali zao. Vile vile, tunapenda kujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu ama uvunjifu wa amani mahali popote pale ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa zitaendelea kutolewa kadri hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina yoyote ile. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo ya polisi, Chadema nao walitoa taarifa ya kuanza kujulisha umma kuwa kukamatwa kwa viongozi wao, ambapo Chadema walianza kwa kuandika taarifa ya kwanza hivi, ninainukuu: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kufahamisha umma kuwa jeshi la polisi mkoa wa Arusha limemkamata naibu katibu mkuu bara, limemkamata Mheshimiwa Amani Golugwa jana Jumamosi tarehe 8 Novemba mwaka 2025 majira ya asubuhi. Mheshimiwa Golugwa anakuwa ni kiongozi mkuu wa chama wa tatu kushikiliwa na dola
baada ya mwenyekiti Tundu Lissu na makamu mwenyekiti John Heche. Kukamatwa kwa naibu katibu mkuu kunamaanisha kwamba serikali imewaacha nje viongozi wakuu watatu tu kati ya 6 wa chama. Tunazo taarifa kuwa zoezi hili la kukamata viongozi na wanachama linaendelea mpaka ngazi ya chini na kuwalazimisha kukiri kuwa wameshiriki kwa ratibu maandamano. Tunaelewa kuwa serikali ina mpango wa kuwakamata na kuwapa kesi ya uhaini viongozi wetu ili chama kikosi viongozi wa kukiendesha na kipoteze uelekeo. Tunapenda kuhakikishia wanachama na watu wote wapenda demokrasia, haki na utawala wa sheria kuwa chama chetu kipo pamoja na umma wa Tanzania kwenye nyakati zote, ziwe za furaha, huzuni, majonzi ama mateso, kwenye mapambano ya kudai demokrasia kwenye taifa letu. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Giza halijawahi kushinda nuru. Kwa pamoja tutashinda. Na baadaye tena Chadema wakatujulisha taarifa nyingine tena. Taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinataarifu kuwa jeshi la polisi limeendelea kukamata viongozi wetu. Mchana wa leo wamemkamata Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu jijini Arusha, na baadaye jijini Dar es Salaam wakamkamata Mheshimiwa Boniface Jacob, mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Ikumbuke mapema asubuhi ya Jumamosi tarehe 8 Novemba 2025 jeshi hilo lilimkamata naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golugwa. Chama kinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kamata ya viongozi, wanachama na wananchi inayoendelea kote nchini. Imetolewa jana tarehe 8 Novemba mwaka 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Mtazamaji wa Mseto Media, hiyo ndio taarifa juu ya kuendelea kukamatwa kwa viongozi wa Chadema, huku kwenye listi wakiwa wameandikwa wengi, polisi wakidai kuwa wamehusika kupanga ama kuhamasisha na kuchochea fujo siku ya uchaguzi zilizosababisha vifo vya watu wengi na uharibifu wa mali. Pamoja hata huyo Brenda Rupia ambaye anaendelea kutoa taarifa za Chadema akiwa kama mkurugenzi wa mawasiliano naye anasakwa. Wadau wanajiuliza, na huyo naye akishakamatwa umma utapataje taarifa tena za Chadema? Mimi sijui kuhusu hilo, lakini kwa taarifa zaidi baki na Mseto Media. Hakikisha umesubscribe. Mimi naitwa Naomi Godlove. Asante na kwaheri. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya.